Naomba usimame, tutasoma neno hili kwa kusimama. Itakuwa na mazungumzo neno hili kwa muda mfupi, lakini kwa ajili ya ushirika wa meza ya Bwana siku ya leo. Naomba ufungue pamoja nami kitabu kile cha Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu. Luka mtakatifu sura ile ya 22. Luka mtakatifu sura ya 22. Neno la Bwana linasema kuanzia mstari wa 14 mpaka ule wa 22. Neno la Bwana linasema, naomba ufuatilie na nisisitize hivi wakati unafungua Biblia yako. Mara nyingi tunadhani neno linaanza mhubiri akishaanza kufafanua. Neno linaanza unaposoma, yani unaposoma ndio unapokea, na ujipange hivyo kupokea wakati unasoma. Umefika wote? Tumefika wote? Luka 22:14 mpaka 23. Hata saa ilipofika aliketi chakulani. Narudia. Hata saa ilipofika aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi. Maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini tazama, mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule amsalitie. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwao atakayelitenda jambo hilo. Na Bwana alibariki neno lake. Naomba tuketi. Maneno haya tunasoma yanatupa kumbukumbu ya tukio la muhimu sana katika imani ya Ukristo. Imani yetu, watu wanaoitwa wa Kristo, watu wa msingi wa Kristo Yesu, ambaye yeye ndiye chanzo cha uwepo wetu hata tulipokusanyika mahali hapa. Sasa Yesu alipokuwa duniani alikuwa anafuata mambo ya msingi yale ambayo Wayahudi walikuwa wanaendelea nayo. Kati ya vitu vilivyokuwepo kipindi kile, walikuwa wanasherekea sikukuu inaitwa ya mikate isiyotiwa chachu. Hiyo sikukuu, kama umesoma vizuri, tuko kwenye kitabu cha Kutoka, tulipofika sura ya 12, wakati wanatoka, unakumbuka lile pigo la mwisho. Lile pigo lilifanyika mazingira yake kwanza kabla ya pigo kutokea. Mungu akaagiza kwamba wachinje kondoo, alafu zile damu zinapakwa kwenye miimo ya milango, na ikaitwa hiyo ni Pasaka. Na kutoka pale wote waliokuwa ndani ya nyumba ambayo kuna damu imepakwa walibaki salama, lakini wengine wote, mzaliwa wa kwanza alikufa. Wayahudi kutoka pale walipotoka Misri kuelekea nchi ya ahadi, Mungu aliagiza, wana sikukuu nyingi ambazo huwa wanaadhimisha. Moja ya sikukuu inaitwa Pasaka, au jina lingine ni mikate isiyotiwa chachu, ikiashiria kujitoa kwa Mungu, kujitakasa kwa ajili ya kwenda kwenye hatua nyingine ya maisha. Kwa hiyo walikuwa wanaenenda hivyo. Sasa Bwana Yesu akiwa na wanafunzi wake akafanya hizo sikukuu kadhaa, maana zilikuwa nyingi. Kwa kipindi cha miaka 30 takriban na mitatu, bila shaka kulikuwa na sikukuu kama hizo alizohudhuria zisizopungua 30. Na sasa hii ndiyo sikukuu ya mwisho ya Pasaka ambayo Bwana anaiadhimisha pamoja na wanafunzi wake. Akiwa pale kwenye Pasaka hiyo, alijua kwamba mbele yake kuna tukio kubwa la kihistoria. Halifurahishi, sio la kuchekelea, ni tukio la huzuni. Tukio lenyewe ni kwamba atasulubiwa kwa niaba ya wanadamu wote,
ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Akiwa pale katika hali ya mchanganyiko wa huzuni na furaha kwamba kazi inakwenda kukamilika, kwamba yule mkuu wa anga na mapepo yote yanakwenda kukomeshwa kwa sababu Kristo amekuja na mamlaka makuu. Lakini huzuni kwamba kibinadamu kuna maumivu makali ambayo atayapitia, ikiwemo kupigwa mijeledi ya kutosha, kuchomwa na mikuki, misumari kwenye mikono yote miwili na miguu, taji ya miiba kichwani, kutemewa mate na kutukanwa matusi mengi, na kuvuliwa mavazi na kutundikwa kwenye mlima unaitwa Golgotha na kukaa pale masaa 6, masaa 3 ya kwanza kukiwa ni mchana na masaa 3 ya mwisho saa 6 mpaka 9 alasiri, jua likiwa limekuwa giza nene, dunia nzima imefunikwa na giza. Bwana akiwa pale ananing'inia kwenye uzito wa mwili wake wote, akibebwa na misumari, amekaa pale, ana dehydrate, maji yanatoka, mwili unatokwa damu. Yuko pale anamtafuta mtu mmoja ambaye uko kwenye ushirika huu siku ya leo, na kwa ajili yangu na yako ndiyo hayo aliyafanya Bwana. Akijua hayo, akiwa pale msalabani, akiwa pale kwenye sikukuu ile, akawaambia wanafunzi wake. Biblia inasema ilipofika saa, kulikuwa na maandalizi mengi yamefanyika, na saa ya kusherekea ilipofika, anasema hivi, aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye, wanakula chakula. Lakini akiwa pale akasema, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Sasa ni rahisi kusoma hilo neno kuteswa. Kimya, kukawa kimya. Alafu anaendelea kuongea, kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena Pasaka nyingine, sitakuwa nayo tena hata itakapo kamilika au itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Sasa akapokea kikombe, alafu kile kikombe akafanya ishara kuu mbili. Naomba sasa twende ishara kuu mbili ambazo Bwana alifanya. Ishara ya kwanza ni kuonyesha damu yake inayotarajiwa kumwagika. Ishara hiyo alifanya kwa kuchukua kikombe ambayo ndani yake ameita kuna mazao ya mzabibu. Kwenye Biblia mazao yote ya mzabibu, lugha ya Kiyunani, mazao yote ya mzabibu, iwe ni juisi au ni divai, yote yamepewa jina moja, yanaitwa oinos kwa lugha ya Kiyunani. Kwa hiyo akasema mazao ya mzabibu. Katika mazingira yale alionyesha kwamba kuna damu inayotarajiwa kumwagika, na hili ni muhimu sana kuelewa. Baadaye akachukua tena mkate, ishara kwamba kuna huu mwili ambao unakwenda kuteswa na kugaragazwa na kuchakazwa mpaka sura ikapotea. Wengi wenu mmesikia, mmeangalia ile sinema inaitwa Passion of Jesus, Yesu akiteswa pale, na wengi sana mmemjua Yesu yule mnayemwonaga pale. Naomba habari hii ukajue kuanzia leo, Yesu yule uliyemwona kwenye msalaba ule siye Yesu. Yule ni mwigizaji ambaye baada ya kusoma kitabu cha Luka akafanya juhudi zake na kuonyesha kadri iwezekanavyo kwa vitendo. Kwa hiyo wengi wanafikiriaga yule mwenye mandevu na nywele zimeshuka paka huko na kanzu, alafu anaongeaje? Nawaambieni, enendeni mkawaambie Mafarisayo, enyi wanafiki, hayo mnayofanya ndio unayemjua Yesu, si ndio? Wapendwa, hiyo sauti haijawahi kurekodiwa. Hiyo sauti itasikika atakapokuja siku ile, alafu anawaalika wote. Aliyebahatika kuona hiyo, kusikia hiyo sauti, akina Petro na wenzake wale. Na kwa nini nasema hivyo?
kitheolojia na historia ya dunia ya teknolojia na maendeleo yake, hata mambo ya printing, mambo ya cameras, mambo ya pictures, mambo ya nini, yote yamekuja kuvumbuliwa huko miaka ya 1500 na kuja mbele. Miaka ile ya 0 mpaka 33 AD, maendeleo ya dunia hayakuwa bado yamefika kwenye kiwango cha kuwa na kamera za kumpiga picha Yesu. Kwa hiyo naomba futa kwenye fahamu zako, hatuna picha ya Yesu popote. Picha ya Yesu tunaikuta wapi? Ndani ya Biblia. Wangapi wana picha za Yesu nyumbani mwao? Sikuambii kachome, yani wewe angalau sinakusaidia upige picha kidogo. Yule anayeongea anasema, enyi wana TCC, kwa nini mmekosa maombi ya alfajiri Jumatatu? Ndio sauti unayotarajia hata akirudi. Yule wewe kafuatilie vizuri ili tuwe na upeo mpana, mambo haya tusiyapeleke jumla hivyo, si ndio wapendwa? Kwa hiyo kuanzia msalaba na nini vyote ambavyo picha tulizo nazo, picha pekee ni wapi? Ndani ya neno la Bwana, ndio sura ya Yesu tunaiona pale. Hakuna video yoyote imewahi kurekodiwa ya Yesu. Hakuna still picture yoyote imepigwa. Teknolojia haijaruhusu. Hata hii ya kuprinti, Biblia yenyewe hii imekuja kuprintiwa baada ya uvumbuzi wa teknolojia za printing kuanzia 1500 kuja mbele. Kabla ya hapo walikuwa naandika kwenye magombo. Gombo la chuo kina Isaya linakunjwa pale, wanapambana kuandika. Wangapi tuko pamoja paka hapo? Sasa ukimpata picha hiyo, unaona sasa Yesu yuko pale. Wapendwa, ni raha sana kumjua huyu Yesu. Naomba tutamani sana siku moja kukaa naye mezani tena, tunamwona huyu aliyetufia msalabani. Na utukufu wake ni wajabu. Anasema mji ule yeye ndo anauangaza, yani jua halihitajiki, nuru yake inatosheleza. Ni mkuu sana wapendwa. Haleluya. Akiwa amekaa pale akafanya hizo ishara mbili, na ishara zote hizo tunakwenda kuzifanya leo kwa makusudi ya fuatayo. Kusudi la kwanza ni kwa ajili ya kukumbuka. Tunakumbuka tulikotokea wapendwa. Tunakumbuka msingi wa kupatikana kwetu. Tunakumbuka kifo na gharama aliyotoa Bwana kwa kutoa uzima wake ili sisi tuwe na uzima wa milele. Tunakumbuka ukarimu wa Bwana. Tunakumbuka wema wa Mungu. Tunakumbuka heshima ambayo Mungu ameionyesha kwa ajili ya wanadamu. Eti viumbe vilivyomwasi Bwana, alafu Yesu anashuka anasema hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Alivumilia ili mimi na wewe tupate uzima wa milele. Aliumia ili mimi na wewe tupate uhuru na uponyaji. Alijeruhiwa ili mimi na wewe hata tukiugua tuwe na kimbilio bila kujali ugonjwa gani umekupata. Yuko Jehova Rafa ambaye ukiliitia jina lake anakugusa na unakuwa mzima katika jina la Yesu. Matendo mawili. Sasa ni vizuri kuelewa. Biblia inasema hivi, yale matendo mawili, kile kikombe. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16, anasemaje? Kikombe kile. Sasa maana baada ya ile Pasaka agizo limetolewa kwamba tutaendelea kufanya hivyo kwa ajili ya ukumbusho wake. Na Yesu kati ya vitu anachukia kuona ndani ya kanisa ni pale ambapo tumesahau tulikotokea. Ni makosa makubwa sana kudhani kwamba siku hizi tumepata watu maarufu sana wanaoitwa wanadamu, viongozi wa makanisa, mpaka tunamsahau yeye ambaye alisema kanisa langu nitalijenga na milango ya kuzimu haitalishinda. Amejenga juu ya mwamba. Huyo mwamba ni yeye mwenyewe. Lazima tumpe heshima yake anayestahili. Na mimi nafurahi sana hapa tunatambua heshima yake. Nafurahi wakati wa ibada watu wanaposema tumwabudu Bwana, tunyenyekee mbele zake hata kwa kugaragara ikiwezekana. Tusijizuie, maana anastahili heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa jambo la kwanza tunakumbuka, anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 16, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Naomba maneno haya washike vizuri. Ushirika. Ndio maana tunapata neno communion,
Holy Communion, ushirika mtakatifu. Anasema kile kikombe ni ushirika wa damu yake na ule mkate ni ushirika wa mwili wa Kristo. Tunaposhiriki yale, kuna picha ipo katika mambo ambayo Kristo amefanya kwa ajili yetu. Sasa kuna watu wanasema kanisani wanakunywa damu na wanakula mwili. Naomba pia ubadilishe huo mtazamo. Hayo ni mazao ya ngano na mazao ya mzabibu, sio mwili halisi wa Bwana, kwamba leo ndio umebugia mwili wa Yesu. Yaani unatoka hapa unajigamba, unasema nimekula kipande cha nyama, kipande cha nyama cha mwili wa Kristo. Hapana. Hata Yesu wakati anafanya hizi ishara kulikuwa hajajikata kwamba kamata kilo moja, Petro gawa kilo nzima hiyo, kilo moja ametoa. Hapana, sio hivyo. Yeye alichukua mkate na akawaambia huu ni mwili wangu. Hivi unaelewaje nikikwambia mkate huu ni mwili wangu, alafu mwili bado huko huko? Huo mkate ni mwili halisi au ni ishara ya mwili wenyewe? Akisema kikombe hiki ni damu yangu, alafu uoni nimejikata damu ikitiririkia kwenye kikombe. Hicho kikombe ambacho umepokea ni ishara ya damu ambayo inatarajiwa kutoka. Yesu alifanya hayo kabla ya mateso yenyewe. Ilikuwa ni maandalizi. Anasema kabla ya kuteswa, chukueni kikombe, chukueni na mkate. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunafanya ushirika. Sasa hili neno ni kubwa sana kuliko unavyofikiria. Maana yake nini unajua? Wakati tunashiriki pale, tuna declare over ourselves, tunajitangazia kwa imani ya kwamba mambo yote mema ambayo Kristo ameshughulikia kwa njia ya msalaba wake, mema yale yote, mafurushi yale yote ndiyo yanakuja kwangu. Kama kuna uzima na upokea, kama kuna baraka nazipokea, kama kuna maongezeko na yapokea, kama kuna ushindi wa Kristo na upokea, kama kuna utakatifu na upokea, kama kuna chochote chema ambacho Kristo aligharamia pale msalabani, kinakujia kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anatumia neno ushirika. Yesu alisema maneno ya kuwakwaza watu kipindi fulani kwenye Yohana sura ile ya 6 mstari wa 53. Wengi sana walirudi nyuma wakasema kwa staili hii aliwaambia hivi, amen amen nawaambieni. Si ndio sauti mnayojua? Amen amen nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Wakapiga picha. Tumeanza mambo ya kula mwili saizi na damu. Lakini Yesu alikuwa anatumia lugha ya kiroho ambayo inamaanisha ushirika, kiwango cha kushikamana kiasi kwamba yeye na sisi tunakuwa mmoja. Damu yake, mwili wake, anasema msipoula. Sasa ile kula inayozungumzwa ni ushirika kwa njia ya imani. Kwa hiyo Yesu na sisi tunakuwa kitu kimoja. Ndio maana tunaitwa, mtu anaitwa Mkristo kwa sababu anaye Kristo ndani, na Kristo yupo ndani yake, yeye yupo ndani ya Kristo, kiasi kwamba unashindwa kutofautisha. The only best way ni kumpa jina jipya, Mkristo au mwenye Kristo au wa asili ya Kristo au aliyejawa na Kristo au aliyefunikwa na Kristo. Nikupe mambo kama matatu ambayo ni vizuri kuyatambua katika kushiriki ushirika huu wa meza ya Bwana. Kwanza nimetaka kuclarify kabisa hiyo kwamba uelewe biblically, kibiblia tunazungumza ishara kuu mbili ambazo zinazungumza lugha kubwa zaidi ya kazi aliyokamilisha Yesu pale msalabani. Na ishara hizo alifanya kabla ya kwenda msalabani. Pasaka ya mwisho ndio alionyesha ishara ile, na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Soma Mathayo sura ile ya 26. Twende pale sura ya 26. Mathayo 26 na kuendelea. Mathayo 26 mstari ule wa 26 yanarudiwa haya maneno kwa mkazo ule. Anasema hivi,
Anasema hivi, nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweeni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Huko mbele ndio unakutana na yale maombi kwenye bustani ya Gethsemane. Kwa hiyo ishara hii Bwana alifanya kabla ya kwenda msalaba. Angefanya baada ya kwenda msalabani, ingeleta mkanganyiko. Kwamba kuna mtu alikinga damu wakati damu inatoka. Kuna mtu atakuwa alimega akaenda kukausha mwili wake, alafu anatuletea anasema huu ni mkate. Yesu mwenyewe alidemonstrate, alifanya ishara ambayo alisema fanyeni hivyo. Anasema Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 11, kwa ukumbusho wake hata atakapokuja. Kwa hiyo kanisa tutakuwa na ratiba hizo za kusherekea na kukumbuka habari ya mateso ya Bwana Yesu. Huwa anasema hivi, wakati wa kushiriki meza ya Bwana tunatazama nyuma historia yaliyotokea na hatuyachukulii kawaida. Tunarudi pale pale ile Pasaka ya mwisho. Unatambua jinsi Bwana alivyonipenda kwa kiwango kikubwa. Alafu tunaangalia sasa, tunajitathmini, je, tuna commitment kiasi gani kwa Mungu? Alafu tunaangalia mbele, Bwana ajapo tunamtazamia atakuja yule aliyetufia, ambaye sasa yupo yuaja na mawingu katika siku na saa tusiyojua. Atakuja kutukomboa. Jina la Bwana libarikiwe. Atakuja kutunyakua tuwe pamoja naye milele na milele. Mambo ambayo nimependa kuyasisitiza, jambo la kwanza, kupitia ushirika wa meza ya Bwana, sisi watu wa Mungu tunaoamini tunapata fursa ya kupokea baraka zote ambazo Yesu amezinunua kwa damu yake pale msalabani. Unajua watu wengi sana wanashindwa kuelewa maneno ambayo Mungu aliyasema katika Mwanzo sura ya 12. Anamwambia Ibrahimu, katika wewe jamaa zote za duniani watabarikiwa. Na kuna watu wanapiga vita baraka. Hiyo ni roho ya kuzimu. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni ufalme wa waliobarikiwa. Kuanzia maisha hapa mpaka tunakomalizia kote ni baraka tu. Ukaangalie siku atakapokuja kwenye hukumu. Kwenye sura ya 25 ya Mathayo wamesema, wakati anabagua kondoo mbuzi, alafu wale wa upande wa kuume, akatumia lugha ya mfano, wale ambao ni upande wa kuume anawaambiaje? Njoni ninyi mliobarikiwa, urithini ufalme wa Baba yenu. Kwa hiyo yote ambaye atafanikiwa kufika mbinguni ni mbarikiwa. Na hiyo safari ya kufika, hatufiki unasema kuna watu nilisikia watu wanaimba pambio moja na watu mpaka wanatoka machozi. Yesu rudi haraka, wanao tumechoka. Yesu. Isaac, piga mwanangu, piga ndugu yangu. Mtoto ameshika keyboard tayari. Yesu rudi haraka, wanao tumechoka. Yesu. Mimi nashukuru mmeelewa, hamuimbi kabisa. Hebu jipigie makofi, kumbe unaelewa. Yaani hamuimbi kabisa. Wapiga vyombo nao wamegoma. Wanao tumechoka, wanao. Machozi yanatoka. Uwepo umejaa. Hizo machozi ya uwepo. Haya ni machozi ya matatizo ya maisha. Sasa iko hivi. Hatuendi mbinguni tukasema Yesu rudi haraka, tumechoka. Tunamwambia Bwana, tungalipo duniani umetubariki, na tukifika kwako pia tunaendeleza maisha yale yale. Yaani zile baraka zinadhihirika kuanzia sasa na kuendelea.
Na kama kuna mambo yanayokufikisha mahali ukate tamaa mpaka uanze kutaka kuimba pambio kama hiyo, kwamba Bwana ukirudi ndio natokana na haya matatizo, njoo tutaomba pamoja nawe. Tukasome Biblia hii uone jinsi ambavyo Mungu ameahidi swala la kumiliki na kutawala katika ulimwengu, na uenende kwa ujasiri. Kama unaonewa kazini, tutapita humu ndani tuone funguo za ufalme ulizokabidhiwa, ambapo una uwezo mpaka wa kuhamisha bosi na kumleta unayemtaka atokaye kwa Bwana. Utaona hayo humu ndani. Yote yameandikwa pale, yamekaa pale. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuimba Yesu rudi haraka, wanao tumechoka. Wanao hatuchoki, wanao tunapiga kazi tukiwa duniani. Wanao hatuchoki, wanao tunawaleta wengi zaidi, na nuru ya Kristo inaangaza ulimwenguni kote. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna baraka ambazo huwa nimeziandika, nasema many sided blessing, baraka zenye pande nyingi. Zinakuja kwenye afya, zinakuja kwenye uchumi, zinakuja kwenye ndoa, zinakuja kwa watoto, zinakuja kila mahali, zinakuja kwenye promotion kazini, kila baraka ambazo zinaitwa za rangi nyingi. Hebu sema rangi nyingi. Hizo alizinunua pale msalabani. Umewahi kusoma Biblia ikisema hivi, Kristo alifanyika maskini ili kwa umaskini wake tuwe matajiri. Wangapi wamesoma hilo andiko? Wengi hawajasoma. Hivi unasomaga wapi Biblia yako? Ngoja nikusomee ili uelewe. Kuna baraka ambazo alizinunua kwa mauti yake, ambapo watoto wa Mungu tunatakiwa kuzichangamkia, tusimwachie shetani. Ngoja nikusomea. Fungua Biblia yako wa Korinto. Kuna maandiko ambayo unatakiwa uyashike, usifanye mzaha. Shetani atakupiga usipoangalia. Haya, Wakorintho wa pili 8:9. Unakuta unapigika tu uelewe kilichofanyika pale msalabani. Unakuja unaomba, unalia tu, haufanyi chochote. Hapana, anasema kwa maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Pigilia pale, kwa ajili yenu. Mwana wa Mungu anafanyika maskini, ingawa alikuwa tajiri. Sio maskini mwenyewe huyu, lakini anasema kwa sababu gani? Hiyo ndio tusome wote kwa pamoja, ili kwamba kwa ujasiri wote, ili kwamba ninyi mpate kuwa nani? Kwa umaskini wake. Sasa unaweza ukanielewa nikisema kwa njia hii, sio kwamba saa hizi ndio tunapokea hiyo baraka, lakini tunajikumbusha na tunatamka juu ya maisha yetu kwamba kuna mambo mazito Bwana aliyanunua pale msalabani. Mimi sio muhanga wa laana tena, maana Kristo kwa njia ya mauti yake nimebarikiwa. Tena anasema baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa. Kwenye Wagalatia amesema hiyo naye. Sasa kuna baraka ambazo Bwana anataka tuzipate. Yeye kashanunua, kazi yetu ni kuzipokea. Baraka inahusisha uzima tele, Yohana 10:10. Uzima tele. Baraka hiyo inahusisha maisha matakatifu. Baraka hiyo inahusisha ushirika wa karibu na yeye, ambao ndo unazaa Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye rafiki anichungaye daima. Ndio unapata ujasiri wa kusema sitafanya nini? Sitapungukiwa na kitu. Jambo la pili, tunaposhiriki meza ya Bwana ni wakati wa kukumbuka thamani yetu. Thamani yetu, our price, bei yetu. Wapendwa, sijui kama unajua bei yako. Naomba tufahamu kama umeokolewa na Bwana Yesu, bei yako imeandikwa kwenye Biblia. Your price is the blood. Bei ya thamani. Anasema katika Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 18, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali, naomba wote tufahamu bei.
Mlikombolewa kwa kitu gani? Soma vizuri kwa ujasiri wote kwa pamoja. Bali, mstari wa 19, 1, 2, 3, bali hatujafika. Bora hata nimeuliza, kumbe hatujafika. Ni Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 hadi wa 19. Narudia, hapa tunazungumzia nini? Tufahamu bei, tufahamu thamani yetu mbele za Mungu, jinsi Mungu alivyotuthamini. Na hiyo inakata cross, hamna mtu anabaguliwa hapo. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Tujue bei. Bali kwa kitu gani? 2, 3, bali damu ya thamani. Hiyo thamani haitokani na blood group, kwamba ni grupu gani. Hiyo ni damu ya Kristo. Anasema damu ya thamani, kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa. Yaani damu ya nani? Soma vizuri, damu ya nani? Imeandikwa hapo, ya nani? Ya Kristo. Damu ya Kristo ndio bei yetu. Hiyo damu ambayo ukimtafuta humpati Yusufu, ukienda kupima DNA humpati Mariamu, ukienda huku kwa Yusufu hupati chochote. Ukitafuta sana unampata Mungu ndani yake, aliyefanyika mwili akakaa kwetu na sisi tukauona utukufu wake. Amefanyika mwili ndani ya tumbo la bikira ambaye hamjui mwanaume. Historically, biologically, that is unique event, tukio la kipekee. Ndani yake hiyo damu haijatokana na muunganiko ule wa kibiolojia tunaojua. Inaitwa damu ya thamani. Na Biblia inasema kwenye maandiko, damu ni uhai. Siku nyingine kama unaulizwa damu maana yake nini, usitafute tafsiri ya biolojia. What is blood? Achana ile ya biology, haya kina Newton na nani hao. Tuje kwenye Biblia. Biblia inasema damu maana yake nini? Damu ni uhai. Hiyo ndio tafsiri ya maandiko. Mambo ya Walawi. Ungependa kujua damu ni nini? Ni vema tukafahamu, kwa sababu vitu hivi vinavyojitokeza ni vizuri tukasikia. Damu ni uhai. Ngoja nikusomee hilo andiko. Anasema katika Mambo ya Walawi sura ya 17, 11, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu. Kwa hiyo damu ni uhai. Damu ni uhai kibiblia. Maana yake nini? Na maandiko yameendelea kuzungumza mengi sana. Uhai, damu, anasema hiyo damu yake ni moja na uhai wake. Mambo ya Lawi 17, 14. Mungu alikuwa anakataza kumwaga damu, hata kula damu. Kati ya miiko ambayo imeendelea mpaka kanisa la mataifa yote ni kwamba kitu kikijifilia huwa hatuli ng'ombe ambaye amekufa au kuku ambaye amekufa. Yaani wewe ukiona ng'ombe wako anataka kufa, kama unataka kumla, wahi umkate shingo, damu itoke. Imekatazwa kwenye maandiko kula damu pamoja na nyama yake. Damu ni uhai. Ni miiko ambayo imeandikwa moja kwa moja kwenye Biblia. Kuna vitu vingine vilikuwa kwa ajili ya Wayahudi, vingine ni kwa ajili ya kanisa. Viko hapo, hiyo hapo nayo imekata. Sasa okay, maana yake nini? Sitaki kwenda huko mbali. Nataka uelewe hivi. Kama damu ni uhai, maana yake hiyo damu ya thamani, maana yake uhai wa thamani wa Kristo Yesu. Kwa hiyo Yesu wakati anatoa damu, alikuwa anatoa uhai. Ule uhai tukiupokea sisi ndio tunakuwa na uhai wa milele ambao unaitwa eternal life, uzima wa milele usio na ukomo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tukielewa jambo hili, tutafahamu kama unajua bei yako, bei yangu nikijua, unajua utakaa mkao ambao sio wa kujidharau wewe. Unaweza kumwangalia jirani yako, mwambie unajua bei yako.
we ni shilingi ngapi? Yani ukimpiga watu wengine wanaangalia juu mpaka chini, anakuambia nikikutathmini hapa wewe 500,000. Eti anaangalia nguo za nje. Hizo nguo sio bei yenyewe. Yani gharama tuliopatikana ndio inaonyesha how much expensive are we in the sight of God. Na ukijua uko expensive kiasi hicho, pia ujiheshimu. Ujiheshimu kwa jina la Yesu. We binti sio kupiga miruzi huko barabarani. Unageuka. Nani huyu? Nani huyu tena? Yaani paka unachelewa kwenda nyumbani. Kila upande ukiitwa, ulikuwa unasemaje? Nimesikia umenipigia mruzi. Wewe jina lako linaitwa kwa mruzi. Akipiga sema naenda zangu na wahi ibada. Na wahi ibada yangu. Najiheshimu, namjua Mungu wangu. Haijalishi una ngozi iwe nyeusi au nyeupe, wewe ni wa thamani hivyo hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Usijitafutie ukajibadilisha wasema labda ningezaliwa kwenye ile familia ningekuwa bora kuliko. Hapana, wewe ni bora hivyo hivyo ulivyo, maana bei yako inathaminiwa kibiblia. Umenunuliwa kwa kitu cha thamani, damu ya mwana kondoo. Na kama Mungu anakuthamini kiasi hicho, paka anakuambia nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, nitakuja niwakaribishe. Kwani nyinyi mnakaribishaga watu msio waheshimu nyumbani kwenu? Nitakuja niwakaribishe ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yaani tukae hapa we hapa. Nimependa Dorcas anashuhudia, anasema Elohim, nikaona amekaa pembeni. Yaani anaongea naye hapa Elohim. Hiyo naye ni matendo ya imani muhimu sana. Kujua kwamba yuko halisia kwenye maisha yako, sio kwamba Baba katika jina la Yesu unaona sauti haiendi kwenye mawingu. Yuko tu hapo Elohim. Sasa tunafanyaje hapa? Hiyo staili nayo ya maombi, ya staili ya kuongea na Mungu, ninaonyesha una uhakika naye. Jina la Bwana libarikiwe. Ninachozungumza kitu gani? Mungu kwa jinsi anavyotuheshimu, anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Yaani wewe na mimi ndio tunaenda kukanyaga zile njia za dhahabu. Alafu hatuzisubiri kukanyaga huku tukisema Yesu rudi haraka, wanao tumechoka. Tunaendelea na maisha mazuri ndani ya ulimwengu ambao Mungu ametupa. Tunamiliki na kutawala pamoja na Kristo aliyetufia msalabani akatuacha duniani. Kwani haja tuchukua? Kuna kazi ya kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. How much are you? Kwa Kiingereza. How much is your price? Duniani hakuna. Dhahabu zote ukichimba, Tanzanite zote za Mererani kule wapi, ukimaliza ukakusanya majumba yote ya biashara yanayojulikana na kila kitu kinachojulikana cha thamani, thamani yako bado itakuwa juu zaidi ya hivyo vyote vinavyoonekana. Maana Biblia inasema mlinunuliwa kwa damu ya thamani, sio kwa vitu, ili mradi hicho kitu kinaharibika, sio bei yako. Hiyo ni zana ya matumizi. Ndio maana usitishike na chochote. Amina. Yaani usitishike na chochote kinachokuja kwenye maisha yako. Kifurahia, sema karibu mtumishi wa Bwana, umekuja, utatumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini thamani yangu ni zaidi ya vitu hivyo. Kuna mtu ananielewa vizuri? Wanakudharau pale kazini na kupiga mateke. Wewe toka hapa, wewe unayefagia tu hapa. Mwambie hujajua bei yangu. Mimi nina bei kubwa kiasi kwamba nikipiga simu makao makuu ya mbinguni kwa kutumia namba moja rahisi sana, Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia. Utashangaa. Wewe bosi unayenipiga mateke, kesho unaweza usurudi hapa ofisini. Ila usiwe arrogant. Uwe mwanana. Utumie vizuri neema uliopewa. Ila wewe ni wa thamani. Kuna mtu ametambua thamani yake anapotoka ibadani hapa, si ndio? Sasa kama ni wa thamani kiasi hicho, basi usienende katika mwenendo ule usiofaa tena. Tunaposhiriki meza hii, tunakumbuka bei yangu, thamani yangu ni kubwa mbele za Mungu, kiasi alivyonipenda hivyo. Jambo la tatu na la mwisho. Meza hii tunaposhiriki, tunakumbuka siri. Tuna kitu kinaitwa mystery. Siri ambayo Mungu aliiweka kwa ajili ya waaminio kuwa na unhindered, natumia Kiingereza utasaidia, access to frequent mastery. Mungu kuna siri ameiweka kwa waaminio kwa njia ya Yesu Kristo.
kuwa na mamlaka ambayo una uwezo wa kwenda na kufika katika kila eneo la maisha. Una mamlaka pale wanadamu wengine wanapokwama, ukaenda zaidi. Una uwezo wa kuaccess kwenye level ya kumaster hiyo ambayo wengine inawatesa. Hayo ambayo wengine wanasema haiwezekani, wewe unaweza ukakaa na Mungu wako ukasema kwako yote yawezekana, alafu akawezekanisha yasiyowezekana kibinadamu. Kwa sababu wakati huo kama Kristo alivyo ndivyo tulivyo sisi humu duniani. Kuna watu wengi pia hawaelewi kwamba sisi na Yesu, yani Yesu ameacha kopi duniani. Yani kopi imebaki duniani. Ameacha kopi hapa. Kopi ya kutenda mambo makuu ameiacha hapa. Alisema kwenye maneno yake, kama alivyo yeye ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni huu. Yameandikwa hayo. Na sio watu wengi wanasoma hayo maneno. Wanapita haraka haraka, wanatafuta tu maneno marahisi ya kuonyesha kwamba kuna ahadi, kuna nini. Kuna maneno yanatakiwa uelewe kanuni za ufalme. Alafu unatulia pale, ukiingia kwenye maombi unaelewesha mambo yanatokea. Amesema hivi, kama alivyo yeye ndivyo na sisi tulivyo, na sio mbinguni, ulimwenguni humu ndani. Sasa hapa kuna mambo yanawashinda wengine, lakini sisi hata kama jambo limekuwa sugu, unaweza ukalipeleka mbele za Bwana na Mungu akakupa nguvu ya kushinda. Kwa hiyo Mungu ametupa mamlaka yake mwenyewe. Yesu Kristo tunakuwa nayo hayo mamlaka. Kuna mambo unafanyia maamuzi kwenye chumba chako, alafu unaenda ofisini unashangaa yalishaisha zamani, kwa sababu una nguvu ya kufika mahali ambapo wengine hawafiki. Unaweza kusafiri ukaenda mahali ambapo hata nauli yake huna, ila una nguvu na mamlaka ya kiroho, ukazungumza na hiyo hali popote ilipojificha, ukaita hizo baraka zikatokea popote ziliko. Yani kuna namna Mungu ametuachia mamlaka makubwa sana. Ukijua hayo, kila wakati unapopata fursa ya kushiriki meza ya Bwana, ukakumbuka msalabani kazi aliyomaliza Bwana, basi usingekuwa Mkristo wa kawaida. Maisha yako yatakuwa napanda hatua moja baada ya nyingine. Na wakati huu tunakwenda kushiriki meza ya Bwana, naomba usimame na ukumbuke hizi element ni ishara ya kazi ile ambayo Yesu amemaliza kupitia damu yake pale msalabani.